kukataliwa kwa mimba. Mzazi mmoja anapokataa mimba, anapokataa ujauzito, kunasababisha yule mtoto awe na roho ya kukataliwa. Ni kwa sababu tayari ulimwengu wa roho unaenda kusema ya kwamba wewe huhitajiki kwenye ulimwengu. Kwa hiyo yale maneno yanatembea na yule mtoto, anajikuta hana kibali tu, anajikuta hakubaliki tu. Lakini njia ya tatu ambayo mtoto anaweza kujikuta anazaliwa na roho ya kukataliwa ni kwa pale wazazi wanapopata mtoto wa jinsia tofauti na waliotegemea. Inaweza ikapelekea mtoto naye kuwa na roho ya kukataliwa. Kama wazazi walitaka mtoto wa kiume wakapata wa kike, au walitaka wa kike wakapata wa kiume, mara moja kulingana na vile wazazi watakavyopokea, inaweza ikasababisha yule mtoto kuwa na roho ya kukataliwa. Ni vizuri sana unapopata mtoto ukubali ya kwamba ni mapenzi ya Mungu na ndiye Mungu aliyemkusudia. Haya mambo mengine, kumlaumu mwenzako, kunungunikia mwenzako, yanaweza akapeleka laana kwenye maisha ya mtoto na akapoteza kabisa kibali kwenye maisha yake. Lakini njia nyingine ambayo mtoto anaweza akajikuta anazaliwa hana kibali ni pale ambapo mtoto mwenyewe pale ambapo wazazi wanajikuta wanataka kutoa mimba ya yule mtoto. Kuna wakati unaweza kupata labda mtoto hukutarajia kupata mtoto, au pengine kutokana na hali ya maisha unataka kutoa mimba. Jaribio lolote la kutaka kutoa mimba linapeleka ishara kwenye ulimwengu wa roho kwamba huyu mtoto hahitajiki. Kwa hiyo anaweza akajikuta anapoteza kibali, kwa sababu ulimwengu wa roho umeshaandika ya kwamba wazazi wako hawakuhitaji, walezi wako hawakuhitaji. Kwa hiyo wewe utakapokuja duniani ni kwamba hukuwa unahitajika. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unakuchora tayari na alama ya kwamba uhitajiki kwenye ulimwengu. Kwa hiyo ni vizuri sana kipindi cha ujauzito ukaangalia unachokitamka, ukaangalia unachokizungumza, ukalinda hatua zako sana, kwa sababu ndo wakati unamtengeneza mtoto. Mtoto hatengenezwi akitokea, akishazaliwa. Mtoto anatengenezwa tangu akiwa tumboni mwa mama yake, anasikia, anaelewa. Ulimwengu wa roho unakamata kila neno utakalotamka juu ya huyo mtoto. Hebu jitahidi unapobeba mimba au unapokuwa na mtoto, jitahidi kumtamkia maneno ya baraka. Usifanye jaribio la kutoa mimba. Usimkatae mtoto, usimkatae mtoto yoyote. Kubali ya kwamba ni mapenzi ya Mungu mpate huyo mtoto, lakini hakikisha unafanyika baraka kwenye maisha ya mtoto. Usiwe sababu ya mtoto kuishi maisha magumu, maisha ya laana, maisha ya kutokuwa na mafanikio, maisha ya kutokuwa na kibali. Mungu akusaidie, Mungu akutunze, uweze kuwa mwaminifu kwenye hili, ili iwe faida kwa mtoto na kwenye maisha yako binafsi.